Mapigano ya drones yanaongezeka kati ya Urusi na Ukraine, huku pande zote mbili zikizindua mashambulizi yanayochangia mgogoro kuingia zaidi katika maisha ya raia na malengo ya kimkakati. Kusini mwa Ukraine, wanajeshi wa zimamoto wanapambana na moto huko Odessa baada ya wimbi jipya la mashambulizi ya drones za Urusi katika siku ya Jumapili. Mamlaka zinasema mashambulizi hayo yaligusa maeneo ya makazi na kusababisha uhamisho wa raia na kukatika kwa umeme katika miji mikubwa nchini Ukraine. Mashariki mwa Donetsk, katika mji wa mbele unaofahamika kama Kramatorsk, unakabiliwa na vitisho vipya. Urusi sasa iko chini ya kilomita 20 tu, na mashambulizi ya mara kwa mara ya drones yamesababisha raia kuhama kwa wingi. Amri ya kuhamishwa ilionekana haiwezekani, lakini kwa kuwa magari na nyumba zimeshambuliwa, kuondoka kumekuwa suala la lazima, huku wanajeshi wakiwa kwenye tahadhari kubwa, wakitengeneza magari ya kijeshi yaliyoharibika katikati ya vitisho vinavyotoka angani kwa mashambulizi ya drones za Urusi. Kwenye mstari wa mbele, Ukraini inapigana tena kwenye eneo la Donetsk lililodhibitiwa na Urusi. Kituo cha ununuzi kiliteketea baada ya shambulizi la drones la Ukraini usiku wa Jumamosi. Urusi inadai kuwa walinzi wake wa anga wamefanikiwa kudungua drones 72 za Ukraini katika masaa 24 yaliyopita. Eneo hilo linalodhibitiwa na Urusi tangu mwaka 2014 limekuwa kitovu cha mashambulizi kwa zaidi ya muongo mmoja. Nje ya pazia, Washington ina nafasi muhimu. Ripoti mpya ya Financial Times imesema kuwa Marekani imekuwa ikisaidia Ukraini kutekeleza mashambulizi ya masafa marefu kwenye miundombinu ya nishati ya Urusi. Kulingana na ripoti hiyo, huduma za kijasusi za Marekani zimekuwa zikitoa taarifa muhimu kwa Kiev, zikiwemo njia za ndege na udhaifu wa maeneo, ili kuingia ndani ya ulinzi wa anga wa Urusi. Ukraini inatumia droni za masafa marefu yenye njia moja kushambulia viwanda vya mafuta na mitambo ya nishati ndani ya Urusi. Rais wa Ukraini, Volodymyr Zelensky, alisema kuwa amezungumza na Rais wa Marekani, Donald Trump, kwa mara ya pili ndani ya siku mbili, na kueleza kuwa mashambulizi hayo yalikuwa na tija kubwa. Aliongeza kuwa walijadili kipengele cha hali hiyo, kuanzia ulinzi wa maisha ya raia wa Ukraini, kuimarisha uwezo wa ulinzi wa anga na uimara wa kijeshi, hadi uwezo wa kushambulia kwa masafa marefu. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.